Je, kila alichokiacha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana hakukifanya ni wajibu kwetu sisi kukiacha? Hili swali linaulizwa mara kwa mara. Je, kila ambacho Mtume hakukifanya ni lazima kwetu sisi kukiache? Jawabu ni kwamba alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. قال الله جل وعلا: إن للمتقين مفازا. ndugu waislamu, nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si vingine wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Maashara almuslimin, limadha la nahtafil? Ndugu zangu waislamu, kwa nini hatusherekei mazazi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Limadha la nahtafil? Kwa nini hatusherekei munasaba? Elimu ni nuru na kujifunza ni safari isiyo na mwisho. Sasa unayo fursa ya kujifunza na kuongeza maarifa yako katika elimu ya dini kwa urahisi, tena ukiwa popote. Tunawakaribisha kujifunza na masomo online, ikiwa ni ngazi ya ibtidaiya, masomo yatakayokuwezesha kujifunza kupitia mfumo wa mtandao kwa mazingira rafiki na kuzingatia uelewa wa kila mshiriki. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na fiqhi, sira, tauhid, hadithi, nahau, lugha ya Kiarabu pamoja na Qur'ani tukufu. Vipindi hivi vinaendeshwa na walimu wenye taaluma na uzoefu wa kufundisha kwa mbinu zitakazorahisisha ujifunzaji na kuwajengea misingi imara ya elimu ya dini. Iwe wewe ni mwanafunzi, mfanyakazi, mfanyabiashara au mwenye shughuli nyinginezo, unaweza kushiriki masomo haya kwa urahisi ukiwa mahali ulipo. Usajili unaendelea sasa na ratiba ya masomo itawasilishwa kwa washiriki watakaojiunga. Katika kuunga mkono uendeshaji wa vipindi hivi na kuwezesha upatikanaji endelevu wa masomo haya, washiriki watachangia kiasi kidogo kitakachosaidia kugharamia huduma kama vile internet. Kwa mawasiliano zaidi na namna ya kujiandikisha, wasiliana nasi kupitia namba 0756694826. Usikose fursa hii adhimu ya kujifunza. Jiunge nasi leo, jifunze kwa urahisi na endelea kujijengea maarifa yako yenye manufaa katika maisha yako. Masomo online, elimu kwa uelewa, maarifa kwa maendeleo. فافهم فليس الشك كاليقين. Kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna sababu nyingi ambazo ahlul ilmi wamezitaja, ambazo zinapelekea kutosherekea mazazi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwamba kufanya hivyo ni jambo la haramu. السبب الأول، sababu ya kwanza, iwa lahibba la nahtafil lianna lihtifal bid'ah. Hatusherekei mazazi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuzaliwa kwake kwa sababu kufanya hivyo ni uzushi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza kufanya mambo ya bid'ah, mambo ambayo yamezuka, kama alivyosema alayhi salatu wasalam: iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, hakika kila chenye kuzuka ni bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, na kila uzushi ni upotevu,
wa kullu dhalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni motoni. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ya al-Irbad bin Sariyah akatuambia kwamba haifai kwa sisi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mambo ambayo yamezuka. Lakini si hivyo tu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa habari kwamba ibada ambayo imejengewa katika uzushi na bid'a haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan, mwenye kufanya jambo lolote, laysa alayhi amruna, halipo katika Uislamu wetu, halipo katika sheria yetu, halijasimama katika Qur'ani na Sunna, fahuwa raddun, basi jambo hilo litakuwa ni lenye kukataliwa. Rawahu Muslim, hadithi hii amepokea al-Imam Muslim. Kwa hivyo sisi hatusherekei munasaba wa kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haikubali. Sababu ya pili, ayu al-ahibba, as-salaf as-salih, as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, wametukataza kufanya ibada ambayo wao hawajaifanya. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakiwaambia sadatu tabi'in, wale waliokuja baada ya masahaba, wale ambao hawakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, wale wote walioingia katika Uislamu hadi ya kuwa Mtume ashafariki, wakiwaambia kwamba fanyeni ibada ambazo sisi tunazifanya, na kila ibada ambayo sisi masahaba hatujaifanya basi msiifanye. Na tukitazama Maulid, kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio katika ibada ambazo walizifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Hudhaifa ibn al-Yaman as-sahabi al-jalil, anasema radiyallahu anhu, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha, kila ibada ambayo hawakuifanya masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na nyinyi msiifanye. Fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala, hakika wale wa mwanzo hawajawaachia waliokuja baada yao mambo. Fattaqullaha ma'ashara al-qurra, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala enyi wasomi. Wa khudhu bi tariqi man kana qablakum, na chukueni njia ya wale waliokuwa kabla yenu. Ndugu zangu Waislamu, tukitazama katika ibada za masahaba na katika ibada za wale waliokuja baada ya masahaba na katika ibada za aima, hatukuti kwamba wao walikuwa wanasherehekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ni lazima tuchukue njia ya wale waliokuwa kabla yetu. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u atharana, fateni athari zetu. Ittabi'u atharana, fateni athari zetu sisi masahaba. Wala tabtadi'u, na wala msizushe. Faqad kufitum, hakika nyinyi mmetoshelezwa. Sisi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, katika mwenendo wetu wa kufuata Uislamu na kuelekea akhera, mwenendo wetu wa kiibada, ni lazima tufuate yale waliokuwa wanayafanya masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam si katika ibada ambazo walizifanya masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wala wanafunzi wao wala wanafunzi wao, bali ni ibada ambayo ilizushwa na kuletwa na Mashia ar-Rafidha katika mwisho wa karne ya 4, na ikawa mambo haya yameendelezwa na baadhi ya Waislamu. Ukimtazama al-Imam Shafi'i na al-Imam Malik na al-Imam Abu Hanifa na al-Imam Ahmad na wanafunzi wao na wanafunzi wao, hukuti kwamba wao waliwahi hata siku moja kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakuta walikuwa kusherehekea katika Eid,
walikuwa wanasherehekea, wanakusanyika kwa ajili ya hakika, walikuwa wanasherehekea kwa ajili ya mtu anapokuwa anaoa au anaolewa. Haya mambo yote walikuwa wanasherehekea, lakini hawakusherehekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa hiyo ni dalili ya kwamba kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo halifai na wala halipo katika sheria ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Al-Imam al-Barbahari anatupa mwongozo kuhusiana na jambo lolote lile ambalo litatujia katika mambo ambayo hayakuwepo zamani. Ni jambo limekuja, tulikuwa tulijui, likatajwa na mashekhe. Sasa ni namna gani, vipi tunaweza kutaamal na jambo hilo? Al-Imam al-Barbahari rahimahullah ni mwanafunzi wa wanafunzi wa al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ni mwanachuoni aliyesoma kwa wanafunzi wa al-Imam Ahmad. Anasema al-Imam al-Barbahari, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik, kila mtu ambaye utasikia maneno yake katika watu unaoishi nao, ukiwasikiliza mashekhe au mtu yoyote katika watu ambao unaishi nao ukamsikiliza anasema maneno khasatan, maneno ambayo ni maalum, fala ta'dalan, usifanye haraka kuyafuata hayo maneno. Mtu akakwambia fanya jambo hili ni katika ibada, fanya jambo hili ni katika Uislamu, jambo hili litakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usifanye haraka kulifanyia kazi. La ta'dalan, usifanye haraka fi shay'in min, katika jambo katika hilo, hatta tas'ala wa tanzur, mpaka uulize na utazame. Hal takallama fihi ahad min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, je, kuna yoyote yule ambaye alilizungumzia jambo hilo katika masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Hilo jambo ambalo linasemwa, ambalo limetajwa, tazama, kuna yoyote ametoa ufafanuzi wake katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ahadi min alulama, au yoyote katika wanachuoni? Imam Shafi ana ufafanuzi katika jambo hilo, Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Ahmad, al-Imam Sufyan al-Thawri na wengineo katika imma. Kuna yoyote ambaye amelielezea jambo hilo kama ulivyolisikia? Fa in asabta fihi athara, utakapokuwa umepata athari, ukapata ushahidi wowote kutoka kwa masahaba au tabiina au wale maulama au aima, ukapata athari anhu kutoka kwao, fatamassak bihi, shikamana nayo, chukua ufafanuzi wao kuhusiana na jambo hilo. Wala tujawizhu li shay, na wala usiuvuke ule ufafanuzi na yale maelekezo yaliyotolewa na masahaba na maulama, usiyavuke na usiache. Wala takhtar alayhi shay'an, na wala usijokabadilisha kwa kitu kingine. Sahaba akakwambia hili ni katika dini, hili ni katika ibada, ukaliacha, ikiwa utaliacha, fatasquta fi nar, itakuwa ndiyo sababu ya kuingia motoni. Kwa hiyo hata maulidi ilipokuja, maulama walitazama kwamba hii ikoje hii, wakatazama aliyeanzisha ni Shia, ambaye alikuwa anasherehekea mazazi ya Bwana Mtume, mazazi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na watoto wake, Allah waridhie, na kusherehekea mazazi ya mtawala aliyoko madarakani. Alipolianzisha baadaye ikaendelea, baadhi ya Waislamu wakalishika, lakini wakatokea maulama wakaandika vitabu mbalimbali. Al-Imam al-Fakihani al-Maliki akaandika kitabu juu ya kutaja uharamu wa kushirikia maulid. Al-Imam Shawkani akaandika kitabu, Imam Shawkani sahibu Nail al-Awtar akaandika kitabu akielezea kwamba kushirikia mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo ni haramu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni jambo ambalo halifai kufanya. Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu kwenye nukta hiyo hiyo anasema, huyu ni sahabiyul jalil, anasema ittabi'u subulana, fateni njia zetu sisi masahaba, wala inittaba'tumuna, na ikiwa nyinyi mmetufuata sisi masahaba, laqad subiqtum sabqan ba'ida, mtakuwa mmefaulu kufaulu kukubwa, mtakuwa mmesonga mbele haraka.
wala in khalaftumuna, na ikiwa mtatukhalifu sisi masahaba, laqad dhalaltum dalalan ba'ida, mtakuwa mmepotea kupotea kwa mbali. Na miongoni mwa kupotea ayu alahibba ni kufanya mambo ambayo wao masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuyafanya. Ni wajibu kwa kila Muislamu afuate njia za masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, asichague njia ambayo si ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaelezea makundi kwamba watu watatofautiana katika makundi mbalimbali, watatofautiana umma huu kwa makundi 73, na akaelezea kwamba makundi yote haya yataingia motoni. Masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, ni kundi gani ambalo litaingia peponi katika hayo makundi 73? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa katika mithili ya yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba wangu, lile kundi ambalo litapita katika manhaji, katika aqida, itikadi, katika mwenendo, katika ibada ambazo nilikuwa nazifanya mimi na masahaba wangu, ndio kundi ambalo litaokoka na moto. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila Muislamu atazame ni ibada gani alizofanya Mtume na masahaba azifanye, hapo atakuwa ni mwenye kuvuka, na Allah atamwepusha na moto wa jahannam na atamwepusha na upotevu hapa duniani. Sasa tukitazama katika yale waliokuwa nayo Mtume na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatukuti kama wao walikuwa wanasherekea mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwafuata maswahaba, na kwamba tutakapokuwa tumeacha njia ya Mtume na maswahaba, basi tutakuwa ni wenye kuangamia. Na wakaelezea ahlul ilmi akina Imam Ibn Qudama na wengineo maulama wa zamani kabla ya kuwepo Wahabi, kwamba ukiacha njia ya Mtume utakuwa unaingia katika kuangamia, utaangamia, na ukiacha njia ya masahaba na salafu salih utakuwa ni mwenye kuangamia. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anatuamrisha kufuata njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, akasema, wa mayushaqiq ar-rasul, na yote yule mwenye kumwasi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa amebainikiwa na uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya masahaba, wallahi ma tawalla, tutamuelekeza huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na yatakuwa ni mafikio mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha katika hii aya kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata mwenendo wa wema waliotangulia as-salafu salih, masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenye kuikhalifu njia, basi atakuwa amestahili kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tukitazama katika hadi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatukuti ayu alahibba kwamba ndani yake kwamba wao walikuwa wanasherekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale aliyofanya Bwana Mtume na masahaba na sisi tuyafanye, na yale ambayo Mtume na masahaba waliacha na sisi ni lazima tuwe ni wenye kuyaacha. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين، هل كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يجب تركه؟ je, kila alichokiacha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana hakukifanya ni wajibu kwetu sisi kukiacha? Hili swali linaulizwa mara kwa mara,
je, kila ambacho mtume hakukifanya ni lazima kwetu sisi tukiache? Aljawab, jawabu ni kwamba ma tarakahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala qismain, mambo aliyoyaacha mtume sallallahu alayhi wasallama yamegawanyika sehemu mbili. Alqismu alawwal, sehemu ya kwanza, ma kana fi umudi dunya la alaqata laha bid-din, ni yale mambo ambayo ni katika mambo ya dunia ambayo hayana mafungamano na dini. Ni mambo ya dunia lakini hayafungamani na chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo haya kama vile mathalan kupanda gari, kama mathalan mafeni almirwahat, kama zile njia za kilimo, ukamtafuta bwana afya au yule ambaye au bwana mifugo au bwana kilimo akuelekeze namna ya kulima au namna ya kufuga. Haya ni mambo ambayo yana mafungamano ya dunia lakini hayana mafungamano na dini. Haya mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyafanya, ambayo la alaqata laha bid-din, hiya min umuri dunya lakinaha la alaqata laha bid-din, ni katika mambo ya dunia lakini hayafungamani na dini. Mambo haya ni jaiz kuyafanya, na maulama wa usul tangu zamani inaandikwa usulul fiqh kwenye vitabu. Anaanza kuandika usulul fiqh, kitabu cha mwanzo al-Imam Shafi'i anaandika ar-Risala ambacho ndio kitabu cha mwanzo katika usulul fiqh. Mpaka sasa maulama wakaandika kanuni, al-aslu fil manafi'il hillu, asili katika vitu vinavyofaa, vitu vya kudunia ambavyo havifungamani na dini kwa ni halali, hatta yati ad-dalilu ala at-tahrim, mpaka ije dalili kwamba kitu hicho ni haramu. Kitu chochote ambacho kinafungamana na mambo ya dunia kimejengewa kwamba ni halali mpaka ije dalili kwamba kitu hicho ni haramu. Na utakuta kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanakula punda ilikuwa inaliwa. Iliharamishwa baada ya Mtume kutangaza kwamba watangazieni watu kwamba kuanzia sasa ni haramu kula punda. Watu wakaacha kula punda, lakini kabla ya hapo punda alikuwa analiwa. Ni jambo la kidunia, la alaqata lahu bid-din, halifungamani na dini. Kwa hiyo kila dalili kusema jambo hili msile, jambo hili msilifanye, watu wanakuwa hawafanyi na watu wanakuwa hawali. Kwa hiyo asili katika mambo ambayo hayana mafungamano na dini, asili yake kwamba inafaa kufanya. Alqismu athani, jambo la pili katika mambo ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya, aliyaacha, ni mambo ambayo yanafungamana na ibada, yanafungamanishwa na Uislamu. Mambo hayo ayuha alahibba, yajibu tarkuha, ni lazima kuyaacha. Lianna al-asla fil ibada, kwa sababu asili katika ibada tahrimu fi'liha, ni haram kufanya ibada, hatta yati ad-dalil ala fi'liha, mpaka ije dalili iseme kwamba fanya ibada kadhaa, ikutajie kwamba hii ni ibada na ifanye. Yani kuhusu ibada hauruhusiwi kufanya ibada yoyote ya akhi muslim mpaka uambiwe na Qur'ani na Sunna kwamba hiyo ni ibada, alafu upewe njia ya namna ya kuweza kuifanya hiyo ibada. Tukaambiwa kwamba tuswali, tukajua kwamba kuna ibada inaitwa ibada ya swala, kisha tukaambiwaje ayu ikhwa, Mtume akasimama juu ya mimbar akaswali, wakamwona masahaba akasema swalini kama mlivyoniona mimi ninaswali. Tukaambiwa kuna ibada inaitwa ibada ya haji, ibada ya kwenda Makka kuhiji. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahiji, akawaambia masahaba, khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu utaratibu wa kuhiji. Watu wakachukua kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam utaratibu wa hija, kwa maana wakajua kuna ibada ya hija na wakajifunza utaratibu wa kuhiji. Kwa hiyo ndio maana masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanawakataza watu kwamba msifanye jambo fulani kwa sababu Mtume hakulifanya. Mtu akifanya jambo fulani wanamwambia, je, ulimwona Mtume anafanya? Anasema la, basi liache.
Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu alikuwa anafanya tawafu na Muawiya radiyallahu ta'ala anhu. Akawa Muawiya kila anapopita katika zile pembe za katika zile ruknu, zile nguzo za al-Kaaba, kila sehemu anagusa, kila anapopita anagusa. Abdullah ibn Abbas akamwambia, je, ulimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya hivyo? Akasema la, Mtume alikuwa anagusa kwenye Hajar al-Aswad na anagusa kwenye ar-Rukn al-Yamani. Ama ar-Rukn al-Shami na ar-Rukn al-Iraqi alikuwa hazigusi kwenye al-Kaaba, anagusa nguzo mbili peke yake, Hajar al-Aswad na nini na ar-Rukn al-Yamani. Akamwambia, sasa kwa nini unafanya kama ambavyo atafanya Mtume? Akamwambia, fanya kama alivyofanya Mtume. Akawa ameacha. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, kama alivyosema al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kwenye Fathul Bari, Imam Shafi'i akasema, elimu ni nuru na kujifunza ni safari isiyo na mwisho. Sasa unayo fursa ya kujifunza na kuongeza maarifa yako katika elimu ya dini kwa urahisi, tena ukiwa popote. Tunawakaribisha kujifunza na masomo online, ikiwa ni ngazi ya ibtidaiya, masomo yatakayokuwezesha kujifunza kupitia mfumo wa mtandao kwa mazingira rafiki na kuzingatia uelewa wa kila mshiriki. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na fiqhi, sira, tauhid, hadithi, nahau, lugha ya Kiarabu pamoja na Qur'ani tukufu. Vipindi hivi vinaendeshwa na walimu wenye taaluma na uzoefu wa kufundisha kwa mbinu zitakazorahisisha ujifunzaji na kuwajengea misingi imara ya elimu ya dini. Iwe wewe ni mwanafunzi, mfanyakazi, mfanyabiashara au mwenye shughuli nyinginezo, unaweza kushiriki masomo haya kwa urahisi ukiwa mahali ulipo. Usajili unaendelea sasa na ratiba ya masomo itawasilishwa kwa washiriki watakaojiunga. Katika kuunga mkono uendeshaji wa vipindi hivi na kuwezesha upatikanaji endelevu wa masomo haya, washiriki watachangia kiasi kidogo kitakachosaidia kugharamia huduma kama vile internet. Kwa mawasiliano zaidi na namna ya kujiandikisha, wasiliana nasi kupitia namba 0756694826. Usikose fursa hii adhimu ya kujifunza. Jiunge nasi leo, jifunze kwa urahisi na endelea kujijengea maarifa yako yenye manufaa katika maisha yako. Masomo online, elimu kwa uelewa, maarifa kwa maendeleo. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.